السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Watazamaji wapendwa, siku zote ukipata fikra yenye faida au mazungumzo yenye manufaa, basi yatakiwa usichelewe kueleza ndugu zako. Mimi kwa kweli imenijia fikra baada ya kukumbuka kisa ambacho kiliwahi kutokea zama hizo za wema waliotangulia. Abdullah ibn al-Mubarak, huyu ni katika wanawachuoni waliokuwa wakubwa na watu waliokuwa na juhudi kubwa katika ibada. Siku moja aliaga nyumbani yuenda haji, na ni kama kawaida yake kila mwaka anakwenda haji. Taban ni haji ya sunna wala sio ile ya faradhi. Alipofika njiani akapambana na mama amemshika kuku aliyekufa yuamtoa manyoya yale. Likamstajabisha na kumwambia, mama, kazi gani hii unaifanya? Mama akamwambia, nina mayatima mimi na walea, hawali nyama ila baada ya masiku. Nikaona sina uwezo wa kupata nyama, basi nimempata huku, nitamtoa manyoya nende nikawapikie wale. Ndugu zangu, hili jambo likampiga kwenye moyo wake, yani akasikitika sana Abdullah ibn al-Mubarak alayhi rahmatullah. Pale pale alichukua zile pesa, ile gharama ya hija yake yote akaumpa yule mama, akarudi zake nyumbani. Jambo ambalo liliwafanya mpaka watu wa nyumbani washangae, wewe baba umetuaga wenda haji, mbona tena umerudi? Akawaeleza kisa kilichotokea baina yake na yule mama, kisha akawaambia, ile ndiyo haji yangu mwaka huu. Ninachokisoma hapa kwa Abdullah ibn al-Mubarak ni watu waliojua sadaka hutolewa vipi na hupewa nani, sababu hakuona kwenda haji ni bora kuliko lile alilolifanya. Ndugu zangu, mimi najua mwaka huu kuna wengi waliokuwa wameazimia kwenda haji lakini hawakwenda tena kwa tukio kama hili ambalo limetufika Waislamu leo ama wanadamu duniani, au janga hili la corona. Hatutaki kuzungumzia mengi kuhusu kuwa watu hawahiji mwaka huu, sipo ninapopalenga, lakini mimi nataka kuwaambia ndugu zangu, kwa wale wote waliokuwa wanataka kwenda ibada hii ya haji, aidha ya faradhi au ya sunna, haukujaliwa kwenda, kwa hisani zenu ndugu zangu, tuangalieni ni wapi pa kuwekeza pesa zetu ili tupate ajr. Kwani wale waliokuwa na nia kuifanya ile faradhi lakini habasahum udhur, wale watalipwa kama wamekwenda haji. Na wale wakwenda haji ya sunna, wallahi ndugu zangu, kuangalia wanyonge wasiojiweza ni kubwa zaidi mbele ya Allah kuliko hiyo haji yako ya sunna. Ndio nikasema kujua sadaka yatolewa wapi ni kitu muhimu sana. Siku zote ibada unaoifanya ikawanufaisha wengi ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko ibada ambayo utaifanya utanufaika peke yako. Sasa nataka niwaambie nililolifikiria mimi. Kuna wagonjwa wako mahospitali. Kuna watu aina tatu. Kuna wagonjwa ambao saa hii twazungumza sisi hapa na nyinyi mwanisikiliza, wako mahospitali, wao na watu wao, haumii kwa ugonjwa peke yake, bal ananahamu akisubiri bill na malipo yanayomsubiri alipe. Na si mgonjwa yeye, ni mgonjwa na watu wake waliomzunguka, hawajui watatoa wapi pesa za kulipia bill. Hivi ninavyozungumza na nyinyi wapo wengi. Na kila leo tunaona katika social media jinsi gani maradhi leo yanavyowatesa Waislamu, hasa wale maskini ambao hawana mbele hawana nyuma na hawajui watajisaidia vipi. Aina ya pili ni wale ambao walikuwa mahospitali wakawa wadaiwa, hospitali ikawaachilia watoke kwa deni, wana madeni hospitali hawajalipa hadi leo.
na hawana uwezo wa kulipa. Kuna na wale ambao walikufa wamekwenda mbele za haki, wakapewa jamaa zao maiti wakazike, lakini madeni bado yamebaki na yanaenda yamerundika, yani yamekaa na yamekuwa mengi. Hawana watu wa kuwasaidia. Wallahi, toka wewe uende, usimueleze yoyote, watu wako wala watu wa hospitali wafuate, wala hata wale unaowalipia. Tafuta wahusika, jamani, nileteni files nione wale watu wana madeni. Nenda ndugu yangu, ile pesa yako uliyokusudia kwenda haji kama ni 500,000 milioni 1, nenda ukawalipie hawa watu madeni. Wallahi Mungu atafurahi, atakutatulia matatizo yako, atakuondoshia shida ulizo nazo, na atakulipa malipo makubwa. Usisahau. Kwa nini nimetoa klipi hii siku hii ya leo? Kwa sababu tupo katika mwezi mtukufu, mojawapo katika miezi 4 mitukufu. Huu ndio mwezi wa mwisho, Dhulhijja, na tupo kwenye 10 la mwanzo la mfungo 3, 10 ambalo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katueleza hadithi itampa kila Muislamu mwenye moyo zaidi hamasa ya kuweza kufanya kheri. Hadithi yenyewe mtume anasema hakuna amali bora inayopendwa na Allah azza wa jalla kuliko ile amali ambayo itafanywa katika siku 10 za mwezi huu wa mfungo 3. Wallahi ndugu zangu, kwa mafundisho ya mtume, hata jihad, utoke uende kwa maadui, upigane vita, urudi na majaraha, umalize pesa zako, wallahi mbele ya Mwenyezi Mungu hiyo ibada ya jihad haina ukubwa wala daraja kuliko ibada ya Muislamu atakaofanya kwenye 10 la mwezi wa mfungo 3. Wanaopenda kutoa sadaka zao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili wawahi mwezi mtukufu wa Ramadhani na musimu wa kheri, basi nawaambia kutoa kwenye 10 la mwezi wa mfungo 3 ni bora hata kushinda mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutoa sadaka yako na ibada yako yoyote unaoifanya, ulizeni maulama, mtapata kuambiwa habari kama hizi. Tupatilize fursa kama hii, na huenda ndugu yangu ikawa ni siku 10 kwako wewe zikawa ni za mwisho. Hata zikija 10 zingine itakuwa hatujui kama tuko duniani au labda tumekwenda mbele za haki. Huu ni wakati. Mimi nakumbuka nimezungumza na rafiki yangu siku moja Mewa, wallahi ameniambia kuna watu wameondoka pale wana madeni, kuna watu wamekufa wana madeni, hakuna wa kuwalipia. Kaoneni wahusika, wallahi mtakwenda kuwasaidia wangapi katika Waislamu wanyonge. Nataka niwamalizie maneno yangu na hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema watu wanaopendwa na Allah zaidi ni wale wanaonufaisha watu. Watu wanaopendwa na Mwenyezi Mungu zaidi ni wale wanaonufaisha watu, na amali inaopendwa zaidi na Mwenyezi Mungu ni kumfurahisha ndugu yako Muislamu. Sasa ongezea kwenye 10 la mwezi wa mfungo 3, utoke na mali yako, uende hospitali. Jamani, nionyesheni faili za wale wanaodaiwa, uwalipie, waje wapewe habari. Watu wale waliokuwa hamu inawamaliza, hawalali mchana, hawalali usiku kwa maudhiko, hawajui watalipa vipi madeni kama yale, waje waambiwe tu ghafla kwamba kuna mja wa Mungu aliyekuja kuwalipia madeni, hivyo nyinyi hamdaiwi. Ile furaha yao kwenye siku hizi takatifu itakuwa ni furaha kiasi gani, na watakapoinua mikono yao kumuomba Allah, kukuombea wewe ulioweza kutoa hii mali. Wafikiri Mungu atakubali vipi dua kama hizi? Wafikiri wewe utamfurahisha Mungu kiasi gani? Wallahi nakuapia madhambi yako utasamehewa, na Mungu ibada yako ataikubali biidhnihi wa karamihi, na utalipo malipo makubwa zaidi, na yanayokusubiri kesho yawm al-qiyama ni makubwa zaidi. Wallahi mtume anasema yoyote mwenye kwenda kumkidhia ndugu yake Muislamu haja yake ni bora kwangu hilo kuliko kuketi itikafu msikiti wa Madina mwezi mzima. Msikiti wa Madina uende ukafanya itikafu pale ndani, swala moja kwa 1000, usome Qur'ani, ulete adhkar, ukae katika darsa, ufanye yote ya khairi. Hilo halijakuwa bora kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko kutoka uende ukamkidhie ndugu yako Muislamu matatizo yake, umfurahishe, umtoe katika huzuni, umweke katika furaha, umtoe katika dhiki, umjalie awe na faraja. Wallahi Mwenyezi Mungu atakulipa malipo makubwa. Kisha mtume aendelea katika hadithi hii mwisho asema, na yoyote mwenye kumwendea Muislamu mbio kwenye jambo lake au haja yake mpaka mkidhie, Mwenyezi Mungu atathibitisha nyoyo zake siku ya Kiyama, siku ambayo nyoyo za wengi zitateleza na zianguke kwenye jahannam. Haya ndio nataka kuwaambia ndugu zangu Waislamu. Haji hatukupata kwenda,
ya faradhi wala ya sunna wala umra, lakini kumbe tuweza kuyafanya mambo na sisi tukapata ajr na malipo. Tuweni ni mahodari wa kuwa wepesi sisi wa kupatiliza zile siku takatifu na misimu ya kheri kama hii, ili tuweze kwenda na thawabu nyingi. Madhambi tulionao ni mengi na thawabu zetu ni chache sana. Sasa hizi ni golden chance ndugu zangu. Haya ndio nilikuwa napenda kueleza. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.